Rafiki yangu popote pale ulipo, nataka leo ujifunze kujua injili ya Yesu Kristo. Sana sana imejikita kwenye mambo gani? Sana sana imejikita kwenye haya mambo matatu. Na injili yoyote kama unataka ujue upo kwenye kanisa sahihi au kwenye mafundisho sahihi, na utaweza kuexperience mambo haya kwenye injili kanisani kwako, au ile injili unayosikiliza kwenye mitandao au sehemu yoyote kwa mtumishi. Lakini pia moja kwa moja lazima uongozwe na Roho Mtakatifu. Ukisoma Yohana wa kwanza 4:1 anakuambia usiamini kila roho, jaribu roho zote uone kama zinatoka kwa Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wameongezeka. Na nabii wa uongo kumgundua si rahisi, kwa sababu hata wale nabii wa uongo unakuta wanaongea vizuri na maneno yao ni matamu, kwa sababu yamevuviwa na shetani muda mwingine. Kwa hiyo injili ya Kristo inajikita kwenye haya mambo. Ukiangalia Yesu kwenye kitabu cha Marko 1:14 anahubiri injili ya habari ya toba, watu wakatubu na kumgeukia, lakini pia anazungumza juu ya masuala ya msamaha wa dhambi. Kwa hiyo toba na msamaha wa dhambi na kusamehe, hiyo ndo injili ya kwanza Yesu anataka wote. Maana kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee, ili kila muamini asipotee awe na uzima wa milele kupitia toba na msamaha. Soma kitabu cha Yohana pia 3:16, lakini pia utaweza kugundua. Cha pili, ufalme wa Mungu umekaribia. Lazima tuhubiri injili. Hichi kitabu cha Ufunuo kinaonyesha wazi wazi kwamba Mungu anakaribia. Yesu Kristo anakaribia kuja kuihukumu dunia na kuhukumu ulimwengu. Kwa hiyo lazima tukubali kuhubiri injili duniani kote. Watakaoamini wakabatizwa wataokoka, wasioamini watahukumiwa. Lakini pia tukubali kutembea katika imani na kubali kumshikilia Roho Mtakatifu, Bwana Yesu na Baba wa mbinguni, ili mwisho wa mwisho tusije tukaachwa, au tunapokufa kabla ya wakati wetu wa mwisho au udhihirisho wa siku ya mwisho, basi tusije tukaenda jehanamu. Kumbuka, unaweza kufa sasa hivi au unaweza kufa mwisho. Sasa kwa vyovyote vile itakavyotokea, lazima muda wote, saa yote, dakika yote uwe umejiandaa. Ndio maana wa Mafarisayo siku moja wakamuuliza Yesu, hivi ufalme wa Mungu utakuja lini? Ukisoma Luka sura 17:21 hadi 20 hadi 21, akamwambia ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza, maana ufalme wa Mungu uko ndani yetu. Kwa hiyo unakuwa ndani yetu kivipi? Kwa sababu tunapompokea Roho Mtakatifu, hapo tunadhihirisha uwepo wake. Huyo ndiye atakayeweza kutuongoza, kutuonya, kutuongoza, kutuepusha na mabaya. Lakini pia ndo udhihirisho, ndo mafuta yenyewe, na huo ndo ufalme. Kwa hiyo ukifa bila Roho Mtakatifu una tiketi ya kukuokoa, lakini ukifa una Roho Mtakatifu, jua moja kwa moja wewe una uzima wa milele. Ukisoma kitabu cha Ufunuo, Yohana 11:25-26, akamwambia atakaye kufa akiwa ananiamini atakuwa mzima, lakini atakaye niamini kabla hajafa hatakufa milele. Lakini pia lazima tushike imani katika huo ufalme wa Mungu kwa kueneza injili yake Kristo na kuitangaza, ili wengi waokoke, kwa sababu mtu yeyote anayekufa kwenye dhambi au hajampokea Kristo, ina maana ni hasara na bora asingezaliwa. Ndio maana pia maandiko yanasema kwamba tusionee haya injili, maana ndio njia pekee inayoweza kumwokoa mwanadamu. Lakini maandiko yanasema atakayejitoa kwa ajili ya injili atapata mara 100 hapa kisha uzima wa milele. Lakini Danieli 12:3 anasema tukiwaongoza watu kutenda haki, ina maana moja kwa moja tutakuwa nyota milele. Lakini tatu na mwisho, injili ya Kristo pia ilijikita na inajikita na inatakiwa ijikite kwenye uponyaji na ukombozi. Pepo zifukuzwe, lakini pia na watu wapone. Tukiona Yesu Kristo kwenye Matendo ya Mitume 10:38 inasema kwamba na Mungu akampaka Yesu Kristo wa Nazareti mafuta, akaenda akiponya ugonjwa wote na udhaifu wote na kuzivunja kazi za ibilisi, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja nao na akienda akitenda mema. Lakini pia tunaona kitabu kile cha Mathayo 10:8 anakuambia toweni pepo, fukuzeni, pozeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma na fufueni wafu. Lakini pia ukisoma kile kitabu cha Marko 16:15, 16 na 17 anakuambia hivi kwamba endeni duniani kote mkahubiri injili kwa kila kiumbe, lakini atakayeamini na kubatizwa ataokoka, si amini atahukumiwa. Alafu anasema na ishara hizi zitafuatana na wale waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, lakini pia watasema kwa lugha mpya, lakini pia hata wakinywa kitu cha kufisha kitawadhuru, lakini pia anasema watashika nyoka, lakini pia wataweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Kwa hiyo injili ya Kristo lazima pia iwe na uponyaji na ukombozi na kutenda mema, kuwasaidia wahitaji, kuwabariki watu na watu wengi kumwona Mungu hapa duniani.
Cha pili nimesema ufalme wa Mungu lazima tujue unakaribia, kwa hiyo watu wajiandae ili wajue muda wote, saa yote unaweza kuondoka au unaweza kuja kunyakuliwa au kuondoka siku ya mwisho. Lakini cha tatu, lazima iwepo toba na msamaha wa dhambi na kuachilia na kusamehe waliokosea na kubariki wanaokulaani na kupenda wanaokuchukia. Maana hiyo ndo injili, si ya jino kwa jina au jicho kwa jicho au kimwaga mboga na mwaga ugali. Sasa hivi injili ya Kristo ni msamaha wa dhambi, kwa sababu kila mwanadamu ametenda dhambi, amepoteza utukufu wake. Kwa Yesu Kristo amekuja kudhihirika, na katika utimilifu wake tumepata neema juu ya neema. Ukisoma kitabu cha Yohana 1:16. Nawapenda. God bless you. Be a shining star in Jesus' name. Shalom.